yeyote, sio uovu wa mtu mwingine yeyote, ni makosa na dhambi zetu sisi wenyewe. Na hiyo itasababisha kutuliza miguu sehemu moja, ya kwamba ni mimi, sio mtu mwingine. Sipaswi kumlaumu baba, sipaswi kumlaumu mama, sipaswi kulaumu nani aliyenilea, wapi nimekulia. Ni kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Kwa hiyo nataka uone ya kwamba yeyote ambaye hajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaitwa kwamba ni mfu. Na hapa anazungumza na watu ambao ni watakatifu, lakini anasema kwanza mlikuwa wafu. Tunaelewana vizuri? Tukienda mstari wa 2 na wa 3, kuna vitu kadhaa nataka kukuonyesha hapo. Anaonyesha nini kilisababisha wawe kwenye hali ya makosa na dhambi zao. Kuna vitu vitatu vinaainishwa kwenye mstari wa 2 na mstari wa 3. Hivi vitu kwenye lugha ya Kiingereza tungeweza kusema ni influence, vitu ambavyo vinasababisha mtu afanye makosa na dhambi. Kuna vitu vitatu vinaainishwa hapo. Jambo la kwanza, anasema kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Anasema ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Kwa hiyo moja ya sababu au kitu ambacho kinapelekea au kilipelekea kwa wewe ambaye ni mtakatifu sasa, naamini hilo neno ni sawa sawa kwako. Kwa wewe ambaye ni mtakatifu sasa, nini kilipelekea uwe kwenye hali ya dhambi? Na baadaye kwa kujua nini kinapelekea watu wawe kwenye hali ya dhambi, kitu cha kwanza kinachopelekea watu wawe kwenye hali ya dhambi ni kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Na nitafafanua kidogo. Ni vizuri ukajua kwamba dunia iko kwenye asili ya dhambi. Dunia iko kwenye asili ya dhambi. Namna inavyofanya kazi, namna inavyoenenda, iko kwenye asili ya dhambi. Na asili ya dhambi iliyoko duniani imezalisha utamaduni wa dhambi, imezalisha namna ya dhambi ya kufanya vitu. Kwa hiyo kilichoko duniani, na naposema duniani namaanisha nje ya Yesu Kristo, kilichoko duniani nje ya Yesu Kristo, chochote mwanadamu atakachofanya, kiwe ni kwanza maisha yake. Unajua huko duniani saa nyingine kuna watu wanahimizana, toa sadaka sana, fanya matendo mema. Asili ya dunia ni dhambi. Kwa hiyo iwe ni sadaka nyingi ambazo zitatolewa duniani kule, bado zitakuwa zinatokea kwenye asili ya dhambi. Kama itakuwa ni matendo mema, yatakuwa yanatokea kwenye asili ya dhambi. Watu wa Mungu wananisikia vizuri? Lakini vile vile ukitafsiri kwenye maisha mapana, kwa vile dunia iko kwenye asili ya dhambi na utamaduni wake ni dhambi, utaiona hata namna wanadamu wanahusiana, utaona namna gani ndoa zinaendeshwa, utaona namna gani malezi yanafanyika, utaona namna gani watu wana matamanio ya kuwa mashujaa maarufu, wanataka kuwa watu wakuu. Unaona msukumo wa dunia hii ni dhambi, kwa sababu dunia iko kwenye asili ya dhambi. Tunasikizana vizuri? Kwa hiyo ni vizuri sana ukajua dunia iko kwenye asili ya dhambi, na unaona asili ya dhambi imezalisha utamaduni wa dhambi. Na nisogee mbele nikuonyeshe ustaarabu wowote duniani unaouona, iwe ni ustaarabu wa Kiafrika, uwe ni ustaarabu wa Kimarekani, uwe ni ustaarabu wa Magharibi, uwe ni ustaarabu wa popote pale, ni ustaarabu ambao umejengwa kwenye mhimili wa dhambi. Kwa Mtume Paulo anawakumbusha wa ndugu, mlikuwa mnaifuatisha namna ya dunia, mlikuwa mnafuata namna ya kule duniani. Kuna malengo watu wameweka, kuna matamanio watu wanayo, kuna shauku watu wanazo, na msipokuwa makini na waamini, mnaweza mkaanza kuwa influence na hivyo vitu, ya kwamba haya ndio malengo, haya ndio matamanio, hivi ndio vitu tunavitaka. Kumbuka ya kwamba namna ya dunia hii ni namna ya dhambi. Unaweza ukaniruhusu nikope kile ambacho Mtume Paulo anasema kwa Warumi kwenye sura ya 12, wala msifuatishe namna ya dunia hii.
Kwa kuna kitu kinaitwa namna ya dunia hii ambacho kina influence, kinapelekea watu kufanya dhambi au kuishi maisha ya dhambi. Jambo la pili hapo, kitu gani ambacho kinapelekea maisha ya dhambi? Kwenye mstari huo huo unaona, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Sasa kuna maelezo hiyo mfalme ambayo unaona hiyo alama ya koma, kuna maelezo ambayo yanafafanua sentensi iliyotangulia. Inasema roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Hapa nataka tusogee, sio tu anazungumza dunia tumeshaiona, anazungumzia wakala wa kiroho, anazungumzia kiumbe cha kiroho. Hazungumzii tena kiumbe cha kimwili, hazungumzii tena namna ya mwili, anazungumzia jambo liloko katika ulimwengu usioshikika, ulimwengu usioonekana, ya kwamba ulimwengu usioonekana, usioshikika una influence, unaathiri ulimwengu unaoonekana. Anasema mmekuwa mmetenda makosa na dhambi zenu kwa sababu mmemfuata, anaita nani? Mfalme wa uwezo wa anga. Na anasema ni roho atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Nataka uone ya kwamba wanadamu wote nje ya Yesu Kristo wako kwenye mgandamizo wa roho ambayo inaitwa roho atendaye kazi sasa, ambayo inaitwa mfalme wa uwezo wa anga. Ndiye anagandamiza watu, ndio anaathiri tabia za watu, anaathiri usemi wa watu, anaathiri ufikiri wa watu, anaathiri matendo ya watu. So Paulo anawaambia ndivyo mlivyokuwa. Yaani nyie mlikuwa mnaona mnafanya maisha kawaida, lakini mlikuwa mnaathiriwa ufikiri wenu, mnaathiriwa matendo yenu, mnaathiriwa maneno yenu, mnaathiriwa hata namna mnavyofanya maisha kwa ujumla, mnavyoishi kwenye ndoa, mnavyofanya kazi zenu, mnaathiriwa na mfalme wa uwezo la anga. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni kuonyeshe, kwa vile tunazungumzia kiumbe cha kiroho, au kwa vile tunazungumzia ulimwengu wa roho, hapa ndipo ambapo huwa ninafika kwenye hitimisho ya kwamba kwa vile ni jambo la kiroho, kwa vile anayeathiri, ambaye aliwaathiri na ambaye anatenda kazi sasa ni kiumbe cha kiroho, utagundua injili na watu kuokoka na watu kuja kwa Yesu na watu kusimama kwenye imani sio swala la ushauri. Hauwezi kumwita mtu ambaye hajamwamini Yesu ukamkalisha ukaanza kumpa ushauri na saha kwamba ndugu, badilisha tabia yako, badilisha mwenendo wako, badilisha namna unavyosema, badilisha namna unavyowaza. Yanaweza yakasikika ni maneno mazuri, lakini hayawezi kumsaidia kwa sababu yuko chini ya mgandamizo wa wakala wa kiroho, yuko chini ya mgandamizo wa kiumbe kisichoshikika. Kwa ni zaidi ya falsafa, zaidi ya ushauri, zaidi ya elimu, zaidi ya mambo ya kawaida. Ili ni jambo la kiroho. Kwa Paulo anawaambia mlikuwa chini ya huo mgandamizo, na ndiyo roho ambayo inatenda kazi sasa. Nataka usikie hili neno, roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Sio atendaye kazi wakati uliopita, huyo anatenda kazi sasa. Kwa hiyo ukitoka nje, kwa maana ukienda nje kule ukakutana na mtu ambaye hajamwamini Yesu, na inawezekana huko mahali hapa hujamwamini Yesu, labda wewe unaenda kanisani, umelelewa kanisani, mimi nilelewa kanisani vile vile, umelelewa kanisani, lakini bado haujafanya maamuzi ya kumwamini Yesu. Hiyo roho Biblia inasema inatenda kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Hiyo basi ikupe kuona, ukikutana na mtu ambaye hajamwamini Yesu, ni mtu wa kuhurumiwa, ni mtu wa kuhurumiwa, na ni mtu ambaye anahitaji habari ya injili haraka sana. Kwa nini? Kwa sababu yuko chini ya mgandamizo wa roho. Bwana Yesu na tusaidie sana. Labda niweke pia comment yangu hapo, kule mbele kuna vitu nitakuja kusema. Niseme vile vile, ndio maana ninaamini sana ya kwamba injili sio tu kusema maneno mazuri kama vile mhadhiri
anatoa hotuba chuo kikuu, anasema ngoja tuangalie kitabu fulani kinasemaje. Injili ni uweza wa Mungu, kuna uweza wa Mungu ndani yake. Lazima tuchukue hili neno la Mungu kwa uzito, ya kwamba limebeba uwezo wa kuvunja hiyo roho ambayo inatenda kazi ndani ya watu, ambayo inaathiri tabia za watu. Huo uwezo uko ndani ya Injili. Mpendwa, haiko ndani ya uwezo wa sauti yako, haiko ndani ya uwezo wa mbwembwe zako, haiko ndani ya uwezo wa bidii zako, iko ndani ya uwezo wa Injili. Mbili, nimesema lazima tuambie Injili, lakini vile vile lazima kuomba aina fulani ya maombi, kwa sababu ni nguvu inatenda kazi ndani yao. Bwana Yesu anazungumza, anasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Anasema muombeni Bwana wa mavuno. Kwa kuna ombi la kuleta wavunaji, lakini vile vile Mtume Paulo anawaombea wa Galatia, tutafungua kote huko. Anasema vitoto vyangu na waonea utungu mpaka Kristo atakapoumbika ndani yenu. Kwa unagundua, kwa vile ni jambo la kiroho, hatutaishia tu kutamani watu waokoke, hatutaishia kusema ningependa watu waokoke. Tunapaswa kuhusisha mambo ya kiroho, kwa sababu watu wako chini ya mgandamizo wa kiroho. Watu wa Mungu wamenisikia vizuri? Watu wa Mungu wamenielewa? Nimesema hauishii kutamani watu waokoke, hauishii kupenda watu wamwamini Yesu. Lazima Injili ipelekwe, hilo ni jambo moja. Lakini mbili, lazima kuna maombi yaambatane na kushuhudia kwetu, yaambatane na kuhubiri kwetu. Hayo ni maombi ya kumpokonya adui ushawishi alionao kwenye fikra za watu na kwenye nafsi za watu. Lazima hayo maombi yafanyike ili adui aachilie hao watu. Amen. Kwa hiyo nitaka nikuonyesha kwamba ni nguvu ya kiroho. Jambo la tatu ambalo limepelekea watu kufanya dhambi au kuishi maisha ya dhambi, Mtume Paulo anasema kwenye mstari wa 3, kuna kitu anakiita tamaa za miili yenu. Tamaa za miili yenu, ambapo anasema tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia. Kwenye mabano, kwenye notes zangu nimesema tamaa za mwili, mabano, mapenzi ya mwili na nia. Sasa mtakumbuka wakati wa Pasaka, wakati tunajifunza kuhusu ukombozi, wangapi walikuwa wakati tunajifunza kuhusiana na ukombozi? Nakumbuka tulisema moja ya madhara ya dhambi, dhambi sio tu imeleta mauti. Ni kweli imeleta mauti, na imeleta mauti kwa maana mauti ya kwanza ni ya kutengwa na Mungu milele, na hiyo ndio tafsiri ya mauti, kutengwa na Mungu milele. Achana na hii mauti ambayo watu wanapelekwa wanaenda kuzikwa na nini, ndiyo hiyo ipo pia, lakini mauti kubwa ni mauti ya kutengwa na Mungu milele. Ni kweli dhambi imeleta jambo hilo. Tulijifunza vile vile moja ya madhara ya dhambi, dhambi inapofusha akili na ufahamu wa mwanadamu. Dhambi inapofusha akili na ufahamu wa mwanadamu. Mwanadamu kwenye hali ya dhambi hawezi kuwaza sawa sawa, hawezi kufikiri sawa sawa, hawezi kutenda sawa sawa. Ukweli wenyewe ni kwamba mwanadamu kwenye hali ya dhambi hawezi kuabudu sawa sawa, hawezi kutoa sawa sawa, hawezi kupenda sawa sawa. Nimesema vizuri? Mwanadamu kwenye hali yake ya dhambi hawezi hata kupenda. Umejifunzia wapi kupenda? Hauwezi kupenda kwa sababu hauna pendo ndani yako. Kwa mwanadamu kwenye hali ya dhambi, ufikiri wake umepofushwa, namna yake ya kuona mambo imepofushwa, namna yake ya kutenda mambo imepofushwa. Ndio hiki ambacho anasema tamaa za miili yenu, anasema mapenzi ya mwili na nia. Mapenzi ya mwili na nia. Kwa nia zetu zimeharibiwa na dhambi na miili imeharibiwa na dhambi. Bado mnanipenda kuwaambia mlikuwa kwenye hali hiyo? Ni vizuri kujikumbusha, tunajikumbusha. Sawa. Hizi ni kama ni upande ambao watu wasingetaka sana kuusikia. Wasingetaka sana kuusikia. Lakini vizuri kugeuka na kujikumbusha ulikuwa kwenye hali gani. Wewe ulikuwa mfu, ulienenda chini ya mgandamizo wa roho, ulifuata tamaa za mwili. Alafu vile tumeona
ya kwamba ulifuata kawaida ya ulimwengu. Tumejikumbusha vizuri? Tumejikumbusha vizuri? Sasa twende hatua ya pili. Baada ya kujikumbusha tulikuwa kwenye hali gani? Tulikuwa kwenye mazingira gani? Tulikuwa kwenye hali gani ya kiroho? Tulikuwa wafu. Tulikuwa watu ambao tuko kwenye hali ya ufu. Jambo la pili, Mungu anaingilia kati. Kwenye mstari wa 4, moja ya maneno ninayapenda kwenye Biblia ni neno lakini. Kwamba ninyi, tuanzie mstari wa kwanza. Ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Yaani unajisikia vibaya kabisa. Mstari wa pili, ambazo mlizitenda zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambazo zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Unaona, ukiambia hiyo habari unasema huyu mhubiri mimi simtaki, anaongea maneno. Ngoja mimi nikatafute mhubiri ambaye anatuambia sisi ni watu wazuri. Na kuna watu wamekuja ibadani leo anasema huyu mhubiri anatuambia sisi tulikuwa wafu, tulikuwa kwenye tamaa, tulikuwa kwenye hali ya dhambi, tulikuwa tunaifuata namna ya dunia, tulikuwa tumegandamizwa. Mchungaji, sisi tunaondoka. Kuna wangapi wanataka kuondoka? Bado mpo? Nyie ni watu wazuri, safi. Kama bado mpo, nyie ni watu wazuri. Hata hivyo ukweli ni kwamba mlikuwa wafu. Pamoja kwamba ni watu wazuri, ni kwamba mlikuwa wafu. Na mimi pia nilikuwa mfu. Ninapenda habari inageuka inasema lakini Mungu. Lakini Mungu. Hiyo ndio hali mliokuwa nayo nyie. Hivyo ndivyo mlivyokuwa nyie na dunia na miili yenu na nia zenu. Halafu na kitu gani kingine? Na kuna roho ambayo ilikuwa imewagandamiza. Hiyo ni habari na kuhusu wewe, haimuhusu Mungu. Sasa hali inabadilika. Mstari wa 4 anasema lakini Mungu. Hiyo ni sentensi ambayo inaonyesha mgeuko. Kutokea wapi? Tunatoka kukujadili wewe na tamaa ya mwili wako na tamaa ya nia yako na mgandamizo na hali ya dunia na hiyo roho ambayo ilikuwa inatawala. Hali inageuka, inasema lakini Mungu. Kwa tunaanza kumwangalia Mungu. Tumemaliza kukuangalia wewe. Kila ukijiangalia wewe unaona, ila kila ukimwangalia Mungu utaona kuna tumaini linakuja. Lakini Mungu. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini Mungu. Nataka uone lakini Mungu, alafu kuna vitu vili vinasemwa. Ni mwingi wa rehema, au kama nikitamka kama mtu ambaye ninajua Kiarabu naweza kusema ni mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema, moja. Halafu kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Kuna vitu viwili ambavyo nataka uvishike. Mungu ni mwingi wa rehema, nataka ushike. 2, ni kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Hivyo vinatengeneza meza kwa ajili ya chakula ambacho kitakuja kutengwa. Mnanisikia vizuri? Kuna chakula kimekaribia kutengwa hapa. Vitu ambavyo vinaandaa meza. Mungu ni mwingi wa rehema. 2, kwa mapenzi yake. Huo ndio msingi wa ujumbe ambao unafuata kwenye mstari wa 5 mpaka mstari wa 10 huko. Vimejengewa kwenye Mungu ni mwingi wa rehema na kwa mapenzi yake. Labda tuanze kutoa tafsiri. Rehema ni nini? Rehema ni nini? Rehema ni kutopewa adhabu ambayo kisheria au kiutaratibu ulistahili kupewa. Ndio maana ya rehema. Kutopewa adhabu ambayo kisheria au kiutaratibu ulistahili kupewa. Wangapi washe kuona zile memes? Mnasema legend amerudi nyumbani. Dogo fulani hivi ana vumbi, ametoka kucheza mpira na aliambiwa aangalie maharage yasiungue. Alafu dogo amerudi ametulia hivi anasikiliza hukumu. Wangapi washe kuona hiyo? Dogo ametulia hivi anasikiliza hukumu ya kwamba mzee atasemaje. Sasa fikiria wewe ndio huyo legend. Wewe ndio huyo kijana ambaye ulistahili, yani umetakiwa uangalie maharage yasiungue.
halafu kutokea kwenye kufuata tamaa zako za mwili na za nia yako, na uko chini ya mgandamizo wa roho itendayo kazi ndani ya wana wa kuasi, na unaifuatisha namna ya dunia hii, ukaamua ukimbie piu ukaangalie mpira, ukacheze mpira. Umeenda zako, umeenda kuangalia mpira au umeenda kucheza mpira, halafu namna fulani unakumbuka, kuna maharage nyumbani. Unarudi unakuta maharage yasivyo na rehema yameungua. Unakuta maharage yameungua. Sasa hapo na moja ya kitu tulijifunza wakati tunakuwa ya kwamba ukijidanganya uyaongezee maji, umeharibu. Yaani ndio unaharibu hiyo siri. Afadhali ukwangue yale ya juu alafu yaweke kwenye sufuria jingine, alafu ile jingine ulioshe na usugue na mchanga mwingi sana, ila harufu vile vile ndani itakuumbua. Sasa fikiria mzazi wako anarudi, unajua kabisa kwa mama ninavyomfahamu, hasa mama wa Kiafrika, happy Mother's Day, hasa mama wa Kiafrika. Mnajua mama wa Kiafrika nye? Na nyinyi mmelelewa na mama wa Kiafrika? Mimi amenilea mama wa Kiafrika. Mama kuna jicho akikuangalia hivi, unajua nini kinafuata. Sawa sawa? Sasa mama anakuja pale, unajua wengine, unajua mama yenu huwa akifika akakuta umefanya kosa, chochote kilichoko karibu ndio anakitumia kwa ajili ya kuadhibia. Iwe ni kanda mbili, iwe ni mwiko, iwe ni nini, anatumia chochote. Sasa fikiria mama yako amerudi nyumbani, anasikia harufu ya maharage, alafu lijendi umetulia pale, alafu unatarajia udundwe, unatarajia fimbo, alafu unasikia tu mama anaimba ameniona, ameniona, ameniona. Unaona mama hakupigi, anaimba tu. Unaweza nini kinaendelea? Saa 1 inapita, saa 2 inapita, saa 3 inapita, chakula kinatengwa, mnakula. Yaani matarajio yako, imani yako ni kwamba leo lazima ni dundu. Alafu anaambia muwe na usiku mwema watoto wazuri, Mungu awatunze. Unasema aya, huu ni mtego, nitachapwa kesho. Kesho unaamka, huu ni mama ana hasira, huoni anasema chochote. Hiyo ndio maana ya rehema. Rehema ni kwamba kweli umefanya kosa, kweli tuliishi, tukiangalia tulikotoka, tulikuwa kwenye hali ya tamaa zetu, tulikuwa kwenye hali ya umauti, tulikuwa kwenye hali ya kifo, tulistahili tupewe adhabu. Lakini Biblia inasema lakini Mungu ni mwingi wa rehema. Wapendwa wangu, huyu Mungu ni zaidi ya mama yako wa Kiafrika. Nimesema huyu Mungu ni zaidi ya baba yako wa Kiafrika. Huyu Mungu ni mwingi wa rehema. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa hiyo tunayemzungumzia hapa, tunamzungumzia Mungu aisee. Nimesema tunamzungumzia nani? Tunamzungumzia Mungu ambaye tabia yake moja ni nini? Ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo hatumzungumzii mama yako wa Kiafrika, tunamzungumzia Mungu mwingi wa rehema. Kwa hiyo kile ambacho kinakuja mbele ni kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema. Jambo la pili kuhusiana, labda niseme kingine ambacho tutakiona kule mbele, ni vilete tu pamoja. Baadaye tutakuja kusikia kuhusiana na neema. Sasa niviunganishe tu rehema na neema pamoja kwa sababu huwa vinafaa viambatane. Neema ni kupewa zawadi, kupewa kitu ambacho hukustahili kupewa. Ndio maana ya neema. Rehema ni kutopewa adhabu ambayo ulistahili kupewa kihalali. Neema ni kupewa zawadi au kitu ambacho hukustahili kupewa. Kwa hiyo Mungu ana rehema, ni mwingi wa rehema. Hatupi adhabu ambayo kiutaratibu tulifaa kupewa, lakini hatupi. Halafu vile vile kwa mkono mwingine huyu Mungu ana neema. Kwa hiyo hajatupa adhabu, halafu ametupa zawadi. Nimesema huyu Mungu sio tu hajatupa adhabu, lakini huyu Mungu ametupa zawadi ambayo hatukustahili kuipata. Hiyo ndio maana ya neema. Ndio maana basi mwandishi wa zamani akaandika wimbo anasema, rehema
bure na neema, samaha nalo nilipewa, ndipo aliponifungu kwa Kalvari. Rehema bure na neema. Nimewasaidia. Ukipata watoto mapacha, wa kwanza umuite rehema, wa pili umuite neema. Hiyo inaonyesha kwamba umesamehewa utu wako wa ufu na makosa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeelewana vizuri. Kwa Mungu ni mwingi wa rehema, lakini tabia yake nyingine ni mwingi wa pendo. Twende mstari wa 4. Mstari wa 4. Anasema mstari wa 4, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Kwa ana rehema, lakini ana mapenzi makuu, ana upendo mkubwa. Sasa nimekuwa natafakari hii mapenzi makuu ni kwa nini aite kwa ukubwa huo. Unaona, upendo mwingi wa watu, ili watu wa kurehemu au watu wa kusamehe au watu wakupe zawadi, mara nyingi sisi wanadamu ni mpaka mtu amekufanyia kitu fulani. Si unaona, hata tumesema tunawapongeza mama zetu, tunawasherekea mama zetu kwa vile wametuzaa. Kama hajanizaa inawezekana nisingemsherekea. Ni tabia yetu wanadamu ya kwamba tunapongeza, tunatoa zawadi mahali ambapo sisi tumetendewa kitu. Ni kawaida ya wanadamu, lakini sivyo ilivyo kwa Mungu. Ndio maana inaitwa nini? Mapenzi yake makuu. Sio kwa sababu kuna kitu tumemfanyia, ni kutokea tu kwenye yeye kupenda. Amependa tu yeye mwenyewe. Hakuna mtu aliyemuomba, hakuna mtu aliyemshawishi Mungu. Ni yeye amechagua, amependa mwenyewe. Kwa Mungu amejaa pendo ambalo hajashawishiwa na mtu, ambalo hajasukumwa na mtu. Ni Mungu aliyejaa pendo. Anasema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Mungu ana rehema na ana mapenzi makuu aliyotupenda. Sasa hapa katikati, kuanzia mstari wa 5, utaona anaanza kuzungumzia dhana ya neema. Sasa dhana ya neema nataka usikie, ili uweze kuifurahia lazima utokee mstari wa 4. Dhana ya neema ni kwa sababu ya rehema na pendo kuu, ndio utaielewa neema. Rehema na pendo kuu ndio inazalisha hiyo neema. Anaonyesha sasa mstari wa 5, tuko hapo. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Tunakumbuka hiyo? Hatusahau tulikuwa wafu. Nimeuliza, umesahau ulikuwa mfu? Unakumbuka? Sawa. Tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Alituhuisha. Neno kuhuisha liko tu pale baada ya neno tulikuwa wafu. Kuhuishwa ni kuletwa kwenye maisha tena. Sawa sana wakati wote tunajifunza kuhusiana na Ezekieli, ile anatabiri juu ya mifupa ipewe uhai. Kwa hiyo tulikuwa wafu, halafu tukapewa uhai pamoja na Kristo. Tumepewa zawadi ya uhai pamoja na Kristo. Sasa huu uhai sio uhai ambao tunatembea nao hapa duniani, huu ambao tunaishi nao hapa duniani, kwa sababu huo utaisha. Huu uhai ambao tumepewa, tumehuishwa pamoja na Kristo, huu ni uhai wa milele. Huu ni uzima wa milele ambao uko ndani ya Yesu. Huo uzima wa milele uko ndani ya kila aliyemwamini Yesu Kristo. Mpendwa, usisubiri baada ya maisha haya useme umehuishwa. Wewe umehuishwa baada tu ya kumwamini Yesu Kristo, sio baada ya kwenda mbinguni. Umesikia vizuri nilichokisema? Umehuishwa baada ya kumwamini Yesu Kristo, sio baada ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo una uzima wa milele ndani yako. Alafu anasema yaani tumeokolewa kwa neema, na hiyo ndio maana ya kuokolewa. Amen. Mstari wa 6 kwa haraka, kuna mahali nataka kwenda kuweka kambi yangu. Mstari wa 8 na wa 10. Mstari wa 6 anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Na nisikia vizuri? Akatuketisha pamoja naye wapi? Sio Swaswa, sio Dodoma.
akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kama vile ambavyo tulisema mambo yaliyosababisha uwe mfu, mojawapo ni influence ya nguvu ya kiroho. Vile vile wokovu wako sio jambo la kimwili, sio jambo la kimwili. Tumeokolewa kwa neema na tumeketishwa na Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho. Nikiuliza umeketishwa wapi, unaniambiaje? Nikiuliza unaishi wapi, unaniambiaje? Nimeketishwa na Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho. Amen. Tusogee mbele katika Kristo Yesu. Alafu ili katika zamani zinazokuja udhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Sasa mstari wa 4 mpaka mstari wa 9 nataka kuonyesha lakini Mungu, alafu unaona matendo yote hayo yanafanyika hapo ni matendo ya Mungu peke yake. Ujioni wewe umefanya nini? Unanisikia vizuri? Nimesema hapo mstari wa 4 mpaka mstari wa 9 hujioni wewe. Wewe ni unakinga tu hivi mikono, unapokea neema, unahuishwa. Hasemi tukajihuisha, anasema tumehuishwa. Hasemi tukajiketisha, anasema tukaketishwa. Kwa kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 9 wewe ni mpokeaji, wewe ni recipient, unapokea tu, hakuna kitu ambacho unafanya. Lakini mstari wa 1 mpaka mstari wa 3 wewe ndio muhusika mwenyewe, wewe ndio mtenda mwenyewe. Lakini mstari wa 4 mpaka wa 9 wewe ni mpokeaji. Tunaelewana vizuri? Kwa neema ni kwamba unapokea, na kama kuna mchango wowote ambao umechangia kwenye neema ni dhambi zako. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini nataka niweke kambi yangu kwenye mstari wa 8 na wa 10 tunapoenda kumalizia kutokea hapa kwenda mbele. Sasa kabla sijasema hicho ambacho nataka tuangalie mstari wa 8 hadi wa 10 kutokea hapa kwenda mbele, tumekuwa kwenye mfululizo wa hekima, mnakumbuka? Sawa, tulikuwa tunajifunza kuhusiana na hekima. Ningependa niwape hekima nyingine, ningependa niwaambie hekima nyingine. Ndugu mmoja alifundisha hivi ya kwamba unapokuwa kwenye vikao, hasa vikao vya dunia ya kibiashara, corporate world, unapokuwa kwenye vikao, kama unajifahamu, sema unajifahamu. Kama unajifahamu hujui mambo, si unajifahamu? Au wewe ujifahamu? Unajifahamu. Kuna mambo mimi siyajui. Mambo ya fedha, unakuta watu wanazungumzia mambo ya fedha, mambo ya mitaji, mambo ya uwekezaji, mambo sijui ya hatifungani. Unasikia vitu watu wanazungumza. Sasa wanazungumza nini? Ila wao wakiongea wanaelewana. Wanazungumza faida, wanazungumza asilimia, kuna vitu wanazungumza. Ukiingia, ndugu alitufundisha, ukiingia kwenye vikao na unajifahamu wanachokiongea ukielewa, ili uonekane una hekima, una akili nzuri, kaa kimya, tulia. Ukiongea utaharibu, kwa tulia. Ila sasa akafundisha vile vile kuna namna ya kutulia. Sasa usitulie ukapoa hivi. Unatulia afu unakuwa unaangalia, kama anaongea unamwangalia hivi. Afu unatikisa kichwa. Namna ya kuonekana una hekima. Afu akimaliza kuongea anaongea unamgeukia. Afu unasikiliza, unatikisa kichwa, na vile vile unafuatilia kwa macho yako. Unaonyesha kwa macho. Afu unaweka na kasauti kidogo. Ukiona wengine wanasema ya. Unamgeukia mwingine anaongea. Ya. Okay. Hivyo unaonekana ili jamaa linaonekana linayajua mambo. Hiyo ndio namna ya kuonekana una hekima kwenye vikao. Sawa, nimekusaidia? Sio vitu vinaongelewa uvijue afu unasema na point ya kuchangia. Huna point. Kwa hiyo tulia, fuatilia wanachokiongea. Na ni hekima ya Biblia inasema hivi, hata mpumbavu akiwa kimya itahesabiwa kwake ni mtu mwenye hekima. Sawa? Lakini vile vile kuna mahali naweka utangulizi, kuna mahali naenda. Siku moja tulikuwa tunazungumza na mmoja wa wachungaji wetu wa Morogoro, Pastor John, si mnamkumbuka? Mnamfahamu, sio mnamkumbuka. Mmoja ya kitu tulikuwa tunazungumza ni hii kwenye vikao hivi vya corporate, vikao vya dunia ya biashara. Namna nyingine ya kuonekana unafahamu ni kutumia, kuna maneno ya dunia ya biashara. Kuna misamiati. Kwa mfano wameongea, unauliza, kwa hiyo bottom line ya hii ni nini?
Unajua unasikika una hekima. Na neno jingine la kuuliza, sawa, unaweza ukauliza, kwa hiyo way forward, baada ya kuwa tumejadiliana way forward ni nini, ukiuliza way forward watu wanaona ya kwamba ulikuwa unafuatilia mjadala. Na mimi wakati nasoma Biblia kuanzia mstari wa kwanza tulikuwa na dhambi, makosa, wafu, halafu Mungu akaingilia kati, moyoni nikaanza kutafuta way forward. Way forward ni nini? Ndiyo, tulikuwa hivyo na ni vizuri kujikumbusha hivyo, lakini ukiishia tu kujua ya kwamba ulikuwa mwenye dhambi, haujui uko wapi na unaenda wapi, hii ni kitu inaweza ikakuchanganya. Kwa ni vizuri ukajua way forward, kutokea hapa twaenda wapi. Angalia mstari wa 8. Kuna vitu nataka kuonyesha hapo muhimu sana. Kuanzia mstari wa 8 tunaangalia way forward. Mwambie mwenzako hata kama hujui nini way forward. Mwambie, ongea na jirani yako. Mwambie hata kama hujui hizi lugha, mchungaji amesema way forward. Amen. Kuanzia mstari wa 8 anasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema. Nataka unifuate vizuri mstari wa 8 na wa 10. Kwa njia ya imani. Amina. Paka hapo hatuna ugomvi nayo sana. Nataka usikie kitu anasema, ambayo, ingekuwa kama kwenye Biblia yako kazi ya maneno, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu. Nakumbuka nikwambia maneno, haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Hiyo simekaa vizuri. Mstari wa 9, wala si kwa matendo. Wala si kwa matendo. Wala si kwa matendo. Hicho ni kitu nataka kukazia sana. Nataka kichwani mwako utengeneze mstari wa kufikirika. Uchore mstari, upande mmoja uwe ni maisha kabla ya kumwamini Yesu Kristo. Huo mstari ni namna ulivyomwamini Yesu Kristo. Mbele ya mstari iwe ni baada ya kumwamini Yesu Kristo. Umechora kichwani tayari? Sasa kabla hujamwamini Yesu Kristo, neno la Mungu linasema hauna cha kuchangia. Hakuna tendo unaweza ukafanya likakufikisha mahali pa kuokolewa. Ni neema ya Mungu. Sawa? Si ndio tumeona? Na anatuonyesha ya kwamba mtu akidhani ya kwamba kuna matendo ametenda mpaka akaokolewa, madhara ni haya hapo. Mtu anaweza akajisifu. Mnanisikia vizuri? Ukiona ya kwamba nimeokolewa kwa sababu kuna vitu nafanya, kuna sadaka ninatoa, kuna maombi ninaomba, kuna matendo mema ninafanya, na theolojia zingine ambazo zinasema kuna vitu lazima ufanye, kuna kusali sijui mara 5, kuna sehemu lazima uende kwenda ambapo mtume alizaliwa, na vingine na vingine, uende ukahiji. No, kuna matendo unafanya ambayo yatasababisha upate wokovu. Utagundua moja ya kitu inapelekeaga ni kiburi, ni kujisifu, ni kujivuna. Sababu unaona huu si ni wokovu nimeutengeneza mimi, si ni masaa ya maombi niliyowekeza. Kwa hiyo madhara ya wokovu kwa matendo ni kwamba utaishia kujisifu, ndugu mwokoaji uliyejiokoa. Mstari wa 10 ni kuonyesha. Nataka uone contrast, ulinganifu. Anasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo. Angalia hili neno, tutende matendo mema. Umeshtuka kidogo? Kwa sababu kabla haitokani na matendo yetu, baada kuna matendo, kuna kitu, kuna way forward. Mwambie way forward, mwambie way forward. Kutokea hapo tunaenda wapi? Kabla hujaokoka hakuna tendo unaweza ukafanya likachangia chochote. Tumekubaliana hivi. Lakini baada ya kuokoka huwezi kukataa kuna matendo ambayo unatakiwa kufanya, sio ili uokoke, sio
matendo unafanya ili umwamini Yesu, ila kwa kuwa umemwamini Yesu kuna matendo ya waliomwamini Yesu. Okay. Nimesema kabla ya kumwamini Yesu, nanisikia Minister Sam, hauna mchango wowote, hakuna tendo unaweza fanya nikupelekee kuokoka. Asante. Lakini baada ya kumwamini Yesu kuna matendo ambayo unafanya kwa kuwa umemwamini Yesu, sio ili umwamini Yesu. Ninajenga hiyo tofauti vizuri, ndio way forward. Sasa Mtume Paulo anazungumza hivi, ngoja nirudi kwenye andiko. Sema mchungaji, arudi kwenye andiko, kwenye scriptures. Ngoja nikuonyeshe. Mstari wa 9, turudi mstari wa 9. Anasema wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu, akielezea mstari wa 8, tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo hakuna matendo mwanadamu anaweza kufanya. Mstari wa 10 nataka nikuonyeshe vitu kadhaa. Nataka uone ambayo inajenga ili tufanye matendo. Anasema maana tu, hiyo neno tu nafikiri kwenye tafsiri za Kiingereza inasema vizuri. Hiyo tu inamaanisha sisi ni kazi yake. Of course kinachofuata anafafanua, tuliumbwa katika Kristo. Sawa? Sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo. Nifuate vizuri. Kwa hiyo huyu ndugu aliyemwamini Yesu, huyu ndugu ambaye ameokoka, ni kazi ya Mungu, ameumbwa katika Kristo Yesu. Sasa hapa anaizungumziwa ameumbwa katika Kristo Yesu, sio aliyeumbwa kwa udongo, sio aliyezaliwa na mama. Anayezungumziwa hapa ameumbwa katika Kristo ni aliyezaliwa mara ya pili, ni huyu mwamini, ni huyu mtu aliyeokoka, ameumbwa katika Kristo Yesu. Kwa kuna hiki kiumbe kimeumbwa katika Kristo Yesu. Nataka usikie katika Kristo Yesu anasema kwa nini tumeumbwa katika Kristo Yesu. Tutende matendo mema. Kwa hiyo tumeumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Nifuate vizuri. Mtendaji wa matendo ameumbwa katika Kristo Yesu. Utafurahi kufahamu hivi, ambayo ni nini? Matendo. Tokea awali Mungu aliyatengeneza. Unanisikia vizuri? Kwa hiyo mtendaji ametengenezwa katika Kristo na matendo yametengenezwa katika Kristo Yesu. Yaani wewe na matendo mema wote mmeumbwa. Haitokani na wewe. Utagundua baada ya kumwamini Yesu Kristo kuna matendo unatenda, lakini huwezi kujivuna ya kwamba ni matendo yangu, kwa sababu wewe umetengenezwa katika Kristo Yesu, na hayo matendo mema ambayo tumetengenezwa tuyatende na yenyewe yametengenezwa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo mtu baada ya kumwamini Yesu hawezi kujivuna kwa lolote atakalotenda, kwa sababu mimi natokana na Yesu na matendo yanatokana na Yesu. Ndio maana huyu wa kabla Yesu haruhusiwi kujivuna, haruhusiwi kufanya vitu kwa matendo, kwa sababu atajivuna. Mpendwa wangu, chochote ambacho tunakifanya baada ya kumwamini Yesu Kristo tumeumbwa. Chochote ambacho tunakifanya baada ya kumwamini Yesu Kristo tumeumbwa, na hicho ambacho tunakifanya kimeumbwa. Hakiko ndani ya uwezo wetu, hakiko ndani ya milki yetu, hakiko ndani ya bidii yetu. Aliyemwamini Yesu anaweza kuelewa kuomba kwangu, kufunga kwangu, kushuhudia kwangu, kukesha kwangu, kusoma kwangu neno, sio matendo yangu mwenyewe. Nimeumbwa. Huo uwezo sikuwa nao, na nyinyi ni mashahidi ya kwamba huo uwezo haukuwa nao. Usingeweza kunia mambo mazuri, usingeweza kupenda, usingeweza kufanya kitu chochote kizuri. Sasa kule mbeleni kabisa Mtume Paulo ana mbeleni huko, labda baada ya ndugu kuwa ameondoka, nitakuja kufundisha tena. Mtume Paulo anakuja anaileta injili kutokea kwenye mambo tu ya kiroho na mambo ambayo yanatokea ndani ya moyo, anaileta paka nyumbani, inaanza kuwa mambo yanayotokea kanisani. Anasema namna gani tuongee, halafu anaenda mbele anasema namna gani tuishi na wake zetu,
na namna gani wake waishi na waume zao, na namna gani wazazi waishi na watoto wao, na namna gani watu wahusiane kazini kule mbeleni kama way forward. Nachotaka kukuonyesha hivi vyote hivi, sijui wapendeni wake zenu, wapendeni wake zenu, watini waume zenu, msiwachokoze watoto wenu, watoto waheshimuni wazazi wenu, mabwana watendeni mema watumwa wenu, watumwa watini mabwana zenu. Yote haya yote matendo mema tumeumbwa tuyatende, na hayako ndani ya uwezo wetu. Ni watu waliookolewa tu ndio wanaweza kuyatenda. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa wapendo wangu, tujikumbushe tena, tulikuwa tumekufa. Hiyo ikusaidie kuwa na akili tulivu sana. Tulikuwa tumekufa kwa sababu ya matendo, kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya namna ya dunia hii, na hakuna chochote ambacho tungeweza kufanya kitusaidie. Lakini Mungu, itukumbushe aliyeingilia kati ni Mungu. Na kutokea hapo mbele tunaenda wapi? Tumeumbwa tutende matendo mema ambayo Mungu ameyatengeneza. Bwana Yesu na asifiwe. Unaweza kufunika macho yako, tumshukuru. Baba yetu, katika jina la Yesu, mahali ulipo nataka umshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa neema ya wokovu. Mshukuru Mungu aliyekuokoa kutoka kwenye ulimwengu wa giza, kutoka kwenye matendo ya mwili, kwenye tamaa ya nia, kwenye namna ya dunia hii. Asante kwa kuniokota kutokea kwenye tope, kwenye uharibifu, kwenye hasara. Asante kwa kunitoa huko ambapo akili yangu isingewaza sawa sawa, uelekeo wa tabia yangu isingeenda sawa sawa. Nani na kushukuru ya kwamba uliingilia kati kupitia dhabihu ya mwanao Yesu Kristo, na kupitia hiyo dhabihu ambayo hakuna matendo yangu yanayopelekea nipokee, ila ni rehema yako na pendo lako kuu. Ninakushukuru ya kwamba kuna matendo umeniandalia niyatende, na yenyewe ni kwa sababu wewe umeyatengeneza. Ninakushukuru Bwana Yesu. Pokea sifa, pokea heshima. Uko mahali hapa hujamwamini Yesu, haujawahi kusema leo ninafanya maamuzi ya kumwamini Yesu. Inawezekana umekuwa ukienda kanisani, inawezekana umekuwa ni mtu wa dini, inawezekana una jina la Kikristo, lakini haujawahi kumwamini Yesu. Maana yake wewe ni mfu, sawa sawa na tulivyojifunza, na unataka uhuishwe na Kristo. Umesikia neno la Mungu, unasikia Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yako. Leo ni saa yako ya kuokoka. Ningekushauri usikatae rehema ya Mungu na usikatae neema ya Mungu. Unataka kusema ndio kwa Bwana Yesu, mahali ulipo unaweza kunyanyua tu mkono wako. Asante. Mwingine unataka kumwamini Bwana Yesu? Nyanyua tu mkono wako. Nyanyua tu mkono wako mahali ulipo, nyanyua tu mkono wako. Ndugu zangu watafika kukuhudumia. Asante. Narudi kutoka